Mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, Tundu Lissu, leo amefikishwa katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu kwa ajili ya kusomewa maelezo ya awali katika kesi ya kuchapisha taarifa za uongo pamoja na kutajwa kwa kesi nyingine za uhaini inayomkabili. Hii ni mara ya kwanza kwa Lissu kufikishwa mahakamani moja kwa moja tangu amri itolewe na mahakama baada ya awali kesi hiyo kuendeshwa kwa njia ya mtandao. Kesi hiyo imeendelea kwa utulivu bila vurugu katika maeneo ya mahakama. Katika hatua hiyo ya kusomewa kesi, maelezo ya awali maarufu kama PH, upande wa mashtaka ukiwakilishwa na mawakili wa serikali wakiongozwa na Nasoro Katuga umeieleza mahakama kuwa utawasilisha mashahidi 15 na vielelezo 9 kuunga mkono kesi dhidi ya Tundu Lissu. Hakimu mkazi mwandamizi Godfrey Mhini ndiye aliyesimamia mwenendo wa kesi hiyo kwa siku ya leo. Kwa upande wa Lissu, amekana mashtaka dhidi yake ikiwemo madai ya kuchapisha taarifa za uongo kuhusiana na uchaguzi wa serikali za mitaa mwaka 2024 na baadhi ya kauli zinazodaiwa kutolewa kupitia mitandao ya YouTube. Lissu alikiri baadhi ya taarifa binafsi zinazotajwa kama vile jina, makazi na wadhifu wake, lakini amepinga mashtaka mengine yote yaliyosomwa mbele ya mahakama. Wakili wa utetezi amesema bado hawajatoa idadi ya mashahidi wao na watawasilisha taarifa hizo kwa wakati muafaka. Mahakama imeahirisha kesi hiyo hadi tarehe 2 Juni mwaka huu ambapo inatarajiwa kuanza kusikiliza ushahidi wa upande wa mashtaka. Mahakama imeendelea kusisitiza kuwa kesi hiyo itasikilizwa kwa kufuata taratibu zote za kisheria na pande zote zimeelekezwa kuzingatia maadili ya kimahakama katika kuwasilisha hoja zao.